wale wenye mnashindwa ndugu ya Mr. Kenneth Kamau ni mgani, ndio huyu ndio ndugu yake, huyu jamaa mwenye mnaona. Na hii ndio pikipiki yenye ambayo iliwaua ikiwa kwa police station, ladies and gentlemen. Na kama vile mnavyoona, hii picha ni picha ya Mr. Kenneth Kamau na bibi yake wakiwa na huyo ndugu yake mwenye inasemekana ya kwamba alikufa pamoja na bibi yake na mtoto wao. Sasa you can imagine, huyu mtoto mwenye unaona bibi ya ndugu ya Kamau amebeba, huyo mtoto ndio inasemekana ya kwamba wakati anacheza na watoto wengine anawatangazia vile uncle yake Kamau ni muuaji, aliua baba yao. Ladies and gentlemen, jiweke kwa hiyo kiatu, uniambie kama ni wewe mwenye na ambaye unasikia vitu kama hizo, how will you feel? How will you feel? Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Alright, ladies and gentlemen, kuna hizi news zenye na ambazo ziliweza kufanyika 4 days ago kuhusu huyu mwanaume kwa jina Kenneth Kamau. Kenneth Kamau ni nani guys? Kenneth Kamau ni mwanaume mwenye na ambaye alijitoa uhai na kamba baada ya kuua bibi yake na mtoto wao wa miaka 2, mtoto kijana, kwa kumkatakata ama kwa kuwakatakata na visu. Imagine ladies and gentlemen, huyu mwanaume guys aliweza kujitoa uhai kwa sababu alisikia mtoto wa ndugu yake marehemu akiambia watoto wengine wakati walikuwa wanacheza ya kwamba ati baba yetu aliuliwa na Uncle Kamau, na kwa sababu yeye ndio Kamau, na siku yenye baba ya huyo mtoto alikufa walikuwa wamebebana kwa pikipiki, wakapata ajali. Kwa bahati nzuri yeye akasurvive na baba ya huyo mtoto akakufa. Sasa imagine kitu yenye ilifanyika mwaka wa 2023 hadi wa leo, mama ya huyu mtoto ambaye sasa ni bibi ya ndugu yake amembebea grudge mpaka anaenda kuinsight watoto na kuwafunza kwamba ati huyu uncle yenyu ni muuaji, yeye ndio aliua baba yenyu. Imagine. Na huyu mwanaume walikuwa wanaendesha pikipiki aina ya Boxer, wakapata ajali, yeye akanusurika. Kwa bahati mbaya ndugu yake akafariki. So bibi ya ndugu yake, my friend, amekuwa akibilemu huyu Kamau akisema ya kwamba kwa nini wewe ulichoose kusurvive badala wewe ukufe? Yani ulidhani mimi na watoto wangu hatuna umuhimu na bwana yangu ama na mpendwa wetu ama namna gani? So ladies and gentlemen, hilo jambo wacha nikuambie, baada ya huyu mwanaume kusikia vile, akiimagine vile na ambavyo anapenda bibi ya ndugu yake pamoja na watoto wake. Imagine wakati ndugu yake alikufa, walikuwa wanaishi kwa boma moja huko maeneo za Githunguri. Huyu mwanaume akiwa na sister yake na ndugu yake mwingine, imagine waliamua kuishi na huyo bibi ya ndugu yake kwa boma. Hawakuwahi mfukuza, hawajawahi muongea mabaya na hawajawahi mvuruga kwa vyovyote vile. Unaona, waliishi kumpenda. So wakati aliona ati mtoto akisema ya kwamba ni yeye ndiye aliua, angeamua kufukuza huyo mwanamke ama angeamua kuita sister yake na brother yake mwenye na ambaye alibaki wamfukuze, lakini huyu mwanaume aliangalia kaona kuliko niishi na guilt yenye na ambayo si kufanya. Sasa jamaa akaamua kuandika barua, na alipoandika barua akamaliza, imagine hiyo usiku my friend, akaua bibi, akaua mtoto, na yeye mwenyewe akachukua kamba akaenda akajitia kitanzi kwa shamba ama kwa mti wa avocado. So ladies and gentlemen, hiyo barua baada ya kupatikana, huyu kijana my friend alipatikana akiwa ameandika, ama barua ilipatikana akiwa ameandika akisema ya kwamba ati yeye alihuzunika sana kusikia mtoto akiwa na hasira ya kwamba ati mimi ndo niliua baba yake, na ili hali si mimi niliua baba yake, ni ajali ilifanyika, na ajali inaweza ikafanyika kwa mtu yoyote ule. Mbona mama ya huyo mtoto anichukulie
giraji ama nibebe giraji kama hiyo, unaona. So jamaa akaamua kujitoa uhai. So kwa barua aliandika akasema ya kwamba yeye amekuwa akijaribu sana na amekuwa akisave pesa ndio ili apate agent mzuri mwenye na ambaye atampeleka kazi Qatar, unaona. So huyo mwanaume anasema alikuwa amesave 223,000 kwa M-Shwari, unaona. Na yeye akiwa na bibi yake walikuwa wamefungua KCB joint account yenye na ambayo alikuwa amesave 20,000. So you can imagine my friend, huyu mwanaume alikufa akawacha zile pesa na akaambia wenye na ambao wanasoma barua kama kuna mwenye na ambaye atamanage kuzitoa zile pesa zimsaidie. Ladies and gentlemen, sijui kama mnanipata. I hope mnanipata vizuri. So my friend, ndio maana nilikuwa ninaangalia ninaona huyu mwanaume amejiua baada ya namesake wake kujiua less than a week yenye ilikuwa imeisha. Kuna mwanaume mwingine kwa jina Martin Kamau kutoka Thika estate ya Kiganjo, pia yeye vile vile my friend aliua bibi yake na watoto wao wawili, mtoto wa miaka 6 na miaka 4, kwa kuwachoma na acid na kisha yeye baadaye kujimwagia hiyo acid. Imagine, just because bibi yake alikuwa amemdump. Sasa imagine waliseparate, mwanaume akabaki na mtoto mmoja na huyu mwanamke akaenda na mtoto mmoja. Sasa hiyo siku huyu mwanaume my friend alikuwa ameambia huyo bibi yake ya kwamba mahali penye hako atachelewa, na kwa sababu bibi baada ya kuachana na huyo mwanaume Mr. Martin Kamau anaishi to the same area na Kamau, unaona. Sasa akamdanganya akamwambia kwamba nitachelewa tafadhali na ningependa uende upikie watoto chakula. Naye mwanamke na ujinga wake my friend akaenda kwa nyumba akiwa anadhani ya kwamba ati huyu mwanaume atachelewa. Kumbe mwanaume my friend alikuwa ana purchase acid my friend, alikuwa ana purchase acid. Wakati aliingia my friend kugonga mlango kufunguliwa, akaingia ndani na akafunga mlango na ndani my friend, na akaambia mwanamke, ulidhani utaniwacha uniwache alafu uende urembeke bibi yangu, mama ya watoto wangu, na imagine akikulwa na wanaume wengine. Alafu najua wakati pia bibi yake kwa jina Phyllis, ladies and gentlemen, alipowachana na Martin Kamau, alienda my friend na akaanza kufanya kazi, akaanza kujiweka vizuri. Mwanamke akaanza kung'ara my friend, akaanza kuvalia nguo zenye zinamfinya, akaanza kuvalia nguo zenye zinaonyesha matiti my friend. Sasa mwanaume my friend akaanza kudondokwa na mate akikumbukanga nyakati zile zenye na ambazo walikuanga pamoja. Sasa mwanaume akasema my friend, if I can't be with you no one else will. So mwanaume akaona my friend auwe watoto na ajiue, unaona. So hapo ndipo mahali na ambapo Mr. Kenneth Kamau mwenye sasa ameua ama mwenye aliua bibi yake na mtoto alitoa. Lakini sasa unaona hii yake ni brutal, kwa sababu imagine Mr. Kenneth yeye alichukua kisu akakatakata bibi yake kwa yani alimchinja kama ng'ombe, alimchinja kumchinja. Alafu alipomaliza kumchinja pia akachinja mtoto wao. Alafu akiwa bado na madamu namna hiyo, akaenda akachukua kamba akatoka pale nje akapanda juu ya avocado na akajirusha, na alipatikana akiwa ananing'inia. Ladies and gentlemen, ni ungwana kweli. Nauliza nyinyi wanawake wenye na ambao mumeolewa na wanaume wenye wanaitwa Kamau, hebu tafadhali jisikize vizuri na ujiangalie vizuri. Hebu angalia kama huyu mwanaume mko in good terms ama kuna stress inamsumbuanga, kwa sababu my friend haiwezi kuwa a coincidence within a week kama wawili wamekufa. Hebu haiwezekani my friend. Wanawake wenye na ambao munaolewa na wanaume wenye wajakoma, tafadhali please na waomba, hebu tafadhali chunguza mwanaume kwanza kabla uoleke kwake, kwa sababu wacha nikuambie, isikue unajichimbia kaburi, isikue ndoa yako ni kaburi ya mapema. Na nyinyi wanawake wenye na ambao pia vile vile munaoleka alafu mabwana zenyu wanakufa, ni vizuri ukue na akili ya kujua ya kwamba ajali haina kinga. Mtu yoyote anaweza akafariki. Hawezi ukaenda kubebea mwingine giraji. Sasa ona,
mwingine ameua familia yake, amejiua, ndio ili ubaki na amani. Hata wewe yani ndio sasa mtoshane, yani yeye bwana amekufa, sasa wewe juu umebaki sasa vizuri, ukisikia vizuri. Sasa hakuna kusikilia bibi ya Kamau wivu ati yeye anasikizwangwa vizuri na bwana yake wakati wewe unalala kwa baridi. Are you happy now? Sasa juu amejitoa uhai, are you happy now? Nauliza kwa wale wenye mnashindwa, ndugu ya Mr. Kenneth Kamau ni mgani? Ndio huyu ndio ndugu yake, huyu jamaa mwenye mnaona. Na hii ndio pikipiki yenye ambayo iliwaua ikiwa kwa police station. Ladies and gentlemen, na kama vile mnavyoona, hii picha ni picha ya Mr. Kenneth Kamau na bibi yake wakiwa na huyo ndugu yake mwenye inasemekana ya kwamba alikufa pamoja na bibi yake na mtoto wao. Sasa you can imagine huyu mtoto mwenye unaona bibi ya ndugu ya Kamau amebeba, huyo mtoto ndio inasemekana ya kwamba wakati anacheza na watoto wengine anawatangazia vile uncle yake Kamau ni muuaji, aliua baba yao. Ladies and gentlemen, jiweke kwa hiyo kiatu, uniambie kama ni wewe mwenye na ambaye unasikia vitu kama hizo, how will you feel? How will you feel? How will you feel? Huyu mwanamke niko na hakika after bwana yake kukufa, miaka zimepita, kuna wakati inafikanga wakati wa ovulation, unaanza kutamani mwanaume, unaanza kutamani bwana yako. Sasa unaanza kuimagine zile good moments zenye mulikuwa mna have wewe na bwana yako. Sasa unaanza tu kuchukia ndugu yake, mbona yeye ndugu yake ako uhai, anasikiza bibi yake vizuri, wakati wewe uko kwa blanketi unatandikwa na baridi, huku ukimalizwa na ovulation. Sasa anaanza kufikiria vibaya, anakuwa na hasira anapeleka kwa watoto, anaanza kuambia watoto vitu bila hata ya kufikiria, ati sijui baba yenu waliuliwa na Uncle Kamau, Uncle Kamau ni muuaji. Sasa Uncle Kamau ona sasa amekufa, mwanaume mwenye na ambaye alikuwa anapanga kusafiri kuenda Qatar, ni vile tu hakukuwa amepata agent mzuri mwenye anaweza akafacilitate kusafiri kwake. Wanaume wenye mnanisikiliza na mumeoa, mko na bibi na watoto, nataka niwapatie onyo. Kama unajua kabisa kazi yenye unafanya inakuingizanga kipato, uko na 200,000 my friend, hakuna haja ukuje Katari, kwa sababu wacha nikwambie hizo pesa zenye na ambazo mnapatia ma agent hizo pesa, wacha nikwambie unaweza kuja Katari kufanya kazi, umalize hiyo miaka 2 Katari bila hata kusave hizo pesa zenye na ambazo umepatia agent. Hizo pesa my friend, wacha nikwambie, wengi wanakuja Katari kufanya kazi za security, wanakuja kufanya kazi, wanalipwa tu pesa kidogo sana. Kwa mtu mwenye ameoa Nairobi, analipa rent na ako na mtoto ama ako na watoto wako shule, ni vigumu sana wewe mwenyewe kwa hizo pesa zenye utakuja kulipwa hapa, kwa sababu wengi wanalipwa pesa kidogo sana. Wengi hata wafikishiwi 50,000. Sasa 50,000 nikuulize wewe, after kutoa pesa yako ndani ya chakula ya upkeep yako ya Qatar, wewe tumia familia yako pesa za kulipa nyumba, pesa za chakula, labda mtoto ako shule, utabakisha nini? Utabakisha nini? Hakuna kitu utabakisha. Kwa hivyo kabla ukuje kufanya kazi ya Uarabu, tafadhali fikiria mara mbili. Fikiria mara mbili. Hizo pesa zenye huyo mwanaume alikuwa nazo 200 and something thousand, angepatia bibi yake afungue biashara na yeye aendelee bado kusave venye alikuwa ana save, wangefika hata mbali. Kukuja kufanya kazi Uarabuni my friend, hiyo ni waste time. Wenye wanakujanga Uarabuni ni watu wenye labda wanaishi makwao, hawalipi rent, na utakuta mtu labda mke mwenye aliacha nyumbani, kuna kazi pia inamuingizia kipato. So hata wewe ukikuja kufanya hiyo kazi huku, hata ukimanage ku save 30,000 kila mwezi, unamtumia mama huko nyumbani anafanya vitu zake, ama wewe mwenyewe una save, after miaka 2 ukienda nyumbani, at least mtakuwa
na kakitu, lakini bado hata ukisave 30,000 in 2 years time, hiyo ni pesa ni kidogo sana. Kama huyu Mr. Kamau Kenneth alimanage kusave 230 na bado kwa KCB alikuwa na 20,000, kumaanisha huyu mwanaume walikuwa na uhusiano mzuri na pesa. Kenya, wacha nikwambie, hata mtu kusave 10,000 hata 5,000 ni shida. Mashida ziko right, left and center. Hata kusave hata ndururu ni ngumu. Lakini huyu kijana akiwa na hiyo umri yake mdogo, wanaishi kwa boma yao, halipi rent, wanaishi vizuri. Watu wanashindwa ni nini chenye kilifanya huyu kijana afikirie kukuja kufanya kazi Qatar. Ni uchungu sana ladies and gentlemen, ni uchungu sana hata kwa mzazi. Mimi nakwambia saa zingine nakaanga hivi nikifikiria jinsi ambavyo vijana wanatoa uhai watoto wa watu ati in the name of ati wanawapenda sana. Sasa imagine ati Kenneth anasema kwa barua ya kwamba ati alipenda bibi yake sana, na ange imagine ati ameondoka duniani, amewacha mtoto wake na bibi yake wakihangaika. That's why akaona kuliko awawache wakiteseka, akaamua kuenda na wao wakapumzike salama. Just imagine. Hiyo ni mapenzi gani? Hiyo ni mapenzi gani? Na wauliza wapenzi watazamaji, hiyo ni mapenzi gani? Yaani vijana siku hizi my friend wanaoa mabibi wakiwa hawana akili kabisa. Hawana akili. Yaani wewe unaona tu sasa, wewe unafikiria tu kwa akili yako tu kujiua. Sasa unafikiria kujiua, umeua mtoto wako, umeua bibi yako, wewe mwenyewe umejiua. Mwenye na ambaye alisababisha ujiue atabaki akienjoy. Alafu unawacha barua ukiwa umeambia sister yako na brother yako ya kwamba mimi kama nimejiua kwa sababu ya huyo sister in law wetu, nyinyi wenye mumebaki pia vile mnafaa mjihadhari na huyu sister in law, kwa sababu huyu sister in law atakuja kuleta shida ama atakuja kusababisha shida kubwa sana kwa familia. Kwa hivyo wakati mnabaki na yeye mjihadhari sana. She's not a good woman. Huyu mwanamke ni mnyama, atasababisha mabaya ama ataleta shida kubwa sana kwa hii boma. Kwa hivyo guys, nauliza, ni ungwana kweli hizi vitendo zenye na ambazo zinafanyika, vijana kuuana, kutoana uhai just like that in the name of ati sijui kulienda kukawa. Is it right guys? Is it right? Haiwezi kuwa vizuri kabisa. So mimi kama Jackson nimesema nikuje niongelelee, kwa sababu ukiangalia the way huyu mwanaume Mr. Kenneth aliua bibi yake kwa jina Susan Wanjiko, alimuua vibaya sana na aliua mtoto wao vibaya sana. So yeye akidhani ya kwamba ati wameenda mbinguni, wakae wakijua ya kwamba huyu mwanaume amengojewa kwa mlango ya jehanamu, kwa mlango ya jehanamu ili arushwe kwa moto, akuwe tormented vizuri sana kwa kuchukua maisha ya watu innocent. Unaona the way vile huyu mwanaume kwa jina anaitwa nani huyu mwanaume kwa jina Martin Kamau, vile aliua bibi yake kwa jina Phyllis Wambui. Wacha nikwambie, enyewe kusema ukweli mwanamke alikuwa ako sawa kabisa, lakini ukiangalia ile nyumba yenye Martin alikuwa anaishi, Martin alikuwa anateseka, alikuwa plamba, alikuwa anateseka, alihangaika sana. Yaani hata ukiangalia hiyo nyumba vile ilikuwa inakaa, nyumba ni chafu. Huwezi ukakompea na wakati ule Martin alikuwa na bibi. Lakini let me tell you, mimi naona Martin ndio bibi yake amwache. Martin alikuwa mhanyaji na alishikwa na alikanywa mara nyingi sana na hakusikia. Kwa sababu my friend, mwanamke ndio aamue kukuzalia watoto wawili. Kwanza vijana, unajua my friend, vijana huwa hawapatikani. Ndio mwanamke akuzalie mtoto kijana, lazima umshinde na nguvu. Na ni dhahiri kwamba Phyllis alikuwa anaachia bwana yake nafasi amshinde na nguvu, ndio wa produce watoto vijana. So sidhani kama Phyllis angekuwa na intention ya kucheat bwana yake.
Lakini walipowachana, Phyllis alianza kujitreat. Phyllis aliingilia mambo ya vyama. Phyllis alianza kuenda hata kuswim bila nguo, akiwa nusu uchi na anapost kwa mtandao. Akaanza kujitekia care vizuri. Bwana naye akashikwa na wivu. Msichana akaanza kuonekana na wanaume akiwa amepigwa na wao picha. Huenda ikawa ni makoligi, huenda ikawa labda ndio wanaume wenye alikuwa na date at the moment, who knows. Lakini ukweli ni kwamba Phyllis alipowachana na bwana yake aliamua kwenda kujiangalia, na ni kweli ukiangalia outcome yake ilikuwa top notch, ilikuwa sawa. Kwa hivyo mwanaume akaona kabisa huyu bibi nimempoteza forever. So akimagine vile alikuwa anasikizwa na huyo bibi, ati ni mwanaume mwingine anasikizwa. Guys, huyu mwanaume alikuwa anaona tu damu, alikuwa anaona tu giza. So akaona the best thing to do ni kumchukua maisha yake na kuchukua watoto wake, kwa sababu anajua wakiwa huko kwa hewa huko hakuna kudivorce. Sasa wao wanaishi huko kwa hewa, so kama ni jehanamu wako jehanamu, kama ni heaven wako heaven. So huyu mwanaume alisema, so kwa hivyo wanawake wenye mnanisikiliza hapa, tafadhali, kabla uingie kwa ndoa ama kabla ufall in love na mwanaume, my friend, chukua uamuzi wa busara. Jiulize, what if huyu mwanaume atakuja kukosea, umwache? Ni mwanaume wa kuachika kweli? Huyu mwanaume anakaa kuachika? So hizo ndio vitu na ambazo unafaa kujiuliza kabla uingie kwa relationship na mtu. Na pia wanawake pia vile pia wanaume mnapo date wanawake pia jiulize, kama huyu mwanamke akikukosea ukimwacha, ni wale wanawake wa kuachika ama ni wale wanawake wa kujitoa uhai, ama ni wale wanawake wenye wanajitoanga uhai pamoja na watoto wenye walikuzalia ndio wakuache uhanye vizuri, kama ile kisanga ya Junior wa Githogoro, yule mwenye na ambaye aliua watoto wake na akajiua na akawacha barua akisema ya kwamba huyu mwanaume alikuwa anapost kwa mitandao vile anatafuta mwanamke mwingine, bora tu akuwe ready kulea maboys, kwa sababu yeye alikuwa baba ya maboys. Imagine mwanaume umezaliwa watoto vijana 3 na mwanamke. Wewe kazi yako my friend ni kuhanyahanya, ni kuenda tu kuonekana huko Kamakis mkichoma nyama za mbuzi, wewe umelea tumbo, wakati bibi yako munaishi ama umemkombolea nyumba kwa slums ya huko Githogoro, huko hivyo Runda, huko ndani huko ile. Oh my God. Hata bibi akaona, wewe unijui, wacha mimi nijiondoe na watoto wenye unanichukia. Si unanichukia So kama unanichukia kumaanisha hata mbegu zangu huwezi zipenda. Sasa akaamua kujiondoa na watoto wake, ndio ili ubaki sasa na hao wanawake warembo, hao wanawake wenye unapigwa na wao mapicha kwa radio station, unaona. Na akasema ya kwamba kwa mazishi yake hataki pesa zichangwe, anasema kwa mazishi yake hataki watu wakule, hataki kuona kitu chochote chenye kitafanya huyu mwanaume atajirike kwa sababu ya kifo chake, ndio ili atiapate soft landing ya kuwa mwanamke mwingine. Kwa hivyo ni uchungu sana kwa wanawake wenye na ambao guys mnapitia magumu, alafu mnaamua kuchukua maamuzi kama hayo. So ladies and gentlemen, mimi sina mengi, ni hayo tu machache. Mimi mpenzi mtazamaji mwenye unanitazama, sijui maoni yako ni gani. Hebu nisikilize maoni yako hapo kwa comment section, nisikie pia hata wewe uko na yapi ya kusema au vipi. So thank you so much guys for listening. Let us meet on the next video. Until next time, God bless you. Bye bye. Jackson hapa.